بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى في محكم تنزيله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما بعد kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani kipenzi chake bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuendelea na madarasa haya sera bwana mtume, na tumefika katika maelezo ya hijra ya kwanza. Na bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipoona hali ya maswahaba wapata shida sana, tamam, na akaona kuwa hawezi kuwa defender, hawezi kuwa kinga, yani kutokana na yale mambo ambao walikuwa wakipitia, taabu walizokuwa wakipitia, akamwambia bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lao mtaondoka, mtagura, mtaenda sehemu fulani ambayo ni Habasha, ila ardhi Habasha, ardhi ambayo inaitwa ni Habasha kule. Anasema pale kuna kiongozi, kuna mfalme ambaye hadhulumiwi mtu kwake, yani huyo mfalme ni mfalme mwadilifu, na ni ardhi ya watu ya ukweli, yani ile ardhi ni ardhi ya ukweli, tamam. Bas lao mtaenda pale mpaka Mwenyezi Mungu inshallah atawaletea nini, atawaletea faraja, atawafarijia, yani tabu kama hizi. Hadithi yenyewe bwana mtume akisema, inna biha ma'ashan wa sa'a wa malikan adilan la yuslimu jarahu, yani kule mtapata maisha kidogo, mtapumzika, mtapata yani kupanuka yani kimaisha, na pale kuna mfalme ambaye ni muadilifu, na hamsalimishi yule ambaye ataenda atake yani protection yake, ambaye atataka kukingwa naye ama kusaidiwa naye, yule kiongozi ama yule mfalme hatomsalimisha yani kwa maadui zake. Naam. Bas baadhi ya Waislamu wakatoka yani wakaondoka, wakabebana wakaondoka, na waliondoka yani kwa dufaa mbili. Waliondoka takriban watu 11 kwanza, kisha yani watu 11 na wanawake 4. Tamam. Miongoni mwa hao walioondoka ni Saidina Uthman bin Affan na mke wake ambaye ni mtoto wa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Ruqayya. Na kuna Zubair, na kuna Abdullah ibn Mas'ud, na Abdurrahman bin Auf, na Abu Hudhaifa. Hawa wale walioondoka pamoja na Saidina Uthman, tamam, na pia kukawa na Uthman bin Mad'un. Naam, hii ni grupu la kwanza, takriban watu 15 waliotoka, 11 wanaume na 4 wanawake. Kisha ikatoka grupu la pili, tamam. Grupu la pili lilitoka na Saidina Jaafar bin Abi Talib, na hizi grupu mbili zote zilipotoka, yani idadi ilifika karibu 80. Idadi ilipita 80 kama 82, tamam. Hapa ni wanaume tu, hatujahesabu wanawake na watoto. Naam. Na hii ndio hijra ya kwanza. Basi wakatoka wakafika pale Habasha, wakatulia kama vile alivyosema bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuwa ile sehemu watapata mfalme ambaye hatowadhulumu. Wakatulia, hawakudhulumiwa kweli, wakawaishi kwa raha. Lakini huku Maka sasa, Makureshi walipoona hivyo wakasema, hii sasa ni hatari. Kwa sababu wale Waislamu wakianza kuenea, ile dini itaenea zaidi, na watapata nguvu. Bas Makureshi hawakutulia, wakatuma watu ende kule. Mmoja katika waliotuma ni Amr bin al-As wakati hajaslimu, na mwingine ni Abdullah ibn Abi Rabi'a, na riwaya zinatofautiana. Huyu Abdullah ibn Abi Rabi'a kuna riwaya zasema ni mtu mwingine. Naam, almuhim walipomtuma huyu Amr bin al-As, lengo ni kuwa ende, maana yake alikuwa na urafiki na yule Malik, yule mfalme, azungumze naye, amwambie warudisheni hawa wakimbizi, yani amwambie Malik, maana yake sasa wana urafiki yeye na yule mfalme wa kule. Bas walipofika aitwaje Amr bin al-As na huyu mwenzake, walipofika kule wenyewe wamebeba mazawadi, tena wamebeba zile zawadi ambazo yule mfalme huwa yuwazipenda. Wakaenda wakamkadimishia zile zawadi, ili sasa wakimzungumzisha yule mfalme atakubali nini wito wao ama yale matakwa yao. Basi walipomzungumzisha Najashi, wakamwambia, angalia, hawa bwana ni watu wametukhalifu, wamekhalifu mila za mababu zetu, wabaya, warongo, yani wakazuliwa mambo. Basi tunataka uwarudishe, uwatoe hapa kwenu, warudi kwetu kule, manake hawa ni wakimbizi,
wankimbia kwa mababa zao, wengine wankimbia kwa wake zao, wengine kadha paka mwisho. Bas manake walikuwa washaleta zile hadia na wakaeleza maneno kama haya, basi wale mawaziri wa yule mfalme خلاص wana furaha kweli kwa ajili ya zile hadia, wakawa taka moja kwa moja mfalme akubali warudishe wale watu. Lakini Najashi kama alivyosema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ni muadilifu. Basi Najashi akasema mimi siwezi kuwarudisha hawa, siwezi kuwarudisha wao, wankuja kwangu kama wageni, mimi nawapa haki yao, hawajapiga mtu, hawajadhulumu, hawajafanya ufisadi wote. Kwa hiyo mimi siwezi kuwarudisha, isipokuwa nitawazungumzisha, nitazungumza nao nione kweli wasemaje, mvipi kisha nikishazungumza nao ndo nitahukumu. Siwezi kuwarudisha bila kufanya nini? Kutoa hukumu. Angalia, huyu si kafiri, si Muislamu hapo, hajasilimu bado hapo na yuwasema maneno kama haya. Sisi katika jamii zetu huketi ukisikia neno upande mmoja خلاص ushachukua, ushamhukumu yule mwingine kama ambaye huyo aliyokupa maneno labda ni mtume, waliyadhu billah. La, lazima ikiwa ni kadhia aina yoyote mtu aangalie pande zote mbili. Mtu lazima aangalie pande zote mbili ndio aweze kuhukumu. Almuhim, bas siku ya pili Najashi akawaita wale, wakaketi maswahaba, ikawa sasa wajiulize nani ndo atazungumza, nani ndo atazungumza. Mwisho wakakubaliana wamwache Jaafar, Saidina Jaafar bin Abi Talib ndo azungumze. Bas Saidina Jaafar akaanza akasema, yani alipoitwa sasa ajieleze, akasema ewe mfalme bwana, sisi bwana ilikuwa ni watu wa jahiliya, watu wajinga. Sisi tulikuwa watu wa jahiliya, tulikuwa tuabudu masanamu, vitu ambavyo tumevitengeza wenyewe, twala wanyama ambao hawajachinjwa, wafu, nakulul maita. Tamam, ilikuwa twafanya mambo machafu, twazini, twaibiana, asema twakata kizazi, twakata ule undugu, hakuna undugu, ami yako shauri zake, ndugu shauri zake, yani twakata ule undugu. Naam, asema ilikuwa hatuna ujirani, twaishi vibaya na majirani zetu. Tamam, na yule mkubwa ama mwenye nguvu yuamla yule mnyonge, kwa lugha yetu Swahili usema mnyonge msonge, yani algawiyu yaakulu algawiyu minna dhaif, yule mwenye nguvu hula hawa wale dhaifu. Akasema mpaka tukabaki hivi mpaka alipotumilizwa aitwaje Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu amemtumiliza huyu mtume, twamjua, amemtumiliza kutoka kwetu, twajua nasaba yake kuwa ni nasaba bora, twajua ukweli wake kuwa ndo mkweli zaidi, twajua uaminifu wake huwa hafanyi machafu, hafanyi maovu, twamjua ifa yake, yani ni kwa yuepuka mambo yoyote ambayo yataje ya chini. Tamam. Akatuita, akatufanyia da'wa tumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake, tumfanyie tauhidi, tumwabudu, na tuate yale mambo machafu ambayo tulikuwa twafanya, yale ambayo tumeyapokea kutoka kwa wazee wetu, akatufundisha tuyaache, akatuita tuache masanamu, tuache kula hizi wafu, tuache yule mkubwa yani mwenye nguvu kumla mnyonge, tuache mambo haya itwaje fawahish zozote, yani uchafu. Basi sisi tukamwamini, tukaona ni mkweli na tukamwamini na tukamfuata kwa alokuja nayo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bas lakini tulipomwamini, basi watu wetu wakaja na ubaya, wakakasirika, wakaja na ubaya, wakakasirika, wakawa watupiga, watuadhibu, watufukuza, lazima tutoke katika dini, wataka turudi katika kuabudu etwaje masanamu. Bas ilipozidi ule udhia na adhabu zilipozidi, basi bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia tuje katika kijiji chako ama mji wako ama yani etwaje hii biladuk, yani hii sehemu yako ama nchi yako. Akatuambia kwa kule mutapata kiongozi ambaye hafanyi nini, hadhulumu watu, hamutodhulumika. Basi sisi tukaja tumeketi hapa kwa ajili ya kuepuka ule udhia wa watu wetu. Naam. Basi tuje Najashi pale akaathirika na yale maneno, akaona kweli bwana Mtume ni mwadilifu na nini, akamwambia hebu nisomee kitu katika Qur'ani yenu, nyinyi mwasema amekuja na kitu kutoka kwa Mungu wake, hebu tusomeni. Bas Saidina Jaafar akasoma mwanzo wa surat Maryam, mpaka aitwaje huyu Najashi akalia machozi yakafika mpaka kwenye aitwaje ndevu zake, mpaka akasema
hili ulolisema, hili na lile alokuja nalo Isa, latoka sehemu moja. Kisha yule Najashi akageuka akamwambia wale makureshi ambaye ni Amr bin al-As na mwenzake, akamwambia bwana, nendeni zenu, mimi wallahi siwasalimishi hawa, siwasalimishi kabisa. Na zile zawadi walikuwa wamezileta akazitukua akazirudisha zile hadaya. Naam, lakini hapa Amr bin al-As hakutosheka na mwenzake, hakutosheka. Wakasema siku ya pili watakuja inshallah, watakuja na maneno mapya, yani watamwambia Najashi jambo lingine, yani ile yani tricky, hila za kuwarudisha, bado wana hila nyingine. Naam, inshallah tutazungumzia katika darasa ijayo. sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu a'la wa a'lam.